Sasa na furaha na kukutana na wewe kwenye podium, na ni homeboy kwa sababu natokea jimbo la Ubungo. Kwa hiyo ni kutambulishe kwa majina yako manne: Profesa Kitila Alexander Kanyama Mkumbo Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Ndio. Profesa, kama sijakosea, Chama cha Mapinduzi CCM kimeanza kuitawala Tanzania tangu Januari 5, 1977. Leo tunazungumzia tarehe 27 Septemba 2025, takriban miaka 48 na miezi 7, ikiwa ni siku 39672. Tukija kuitazama serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tangu Machi 21, 2021, naye pia ameketi madarakani kwa siku 1653, sawa na masaa 39672. Daktari anasimama jukwani kwenye kampeni, anazungumzia siku 100 ambazo akiingia madarakani atahakikisha kwamba miili haitozuiliwa hospitalini, watu watachukua miili, wataenda kuzika pasipo na kudaiwa. Ukiwa kama moja kati ya mwenyekiti wa uandishi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ni profesa ambaye chuo kikuu cha Dar es Salaam umefundisha, kuna uwezekano gani wa kitu kilichoshindikana siku 1653 sawa na masaa 39672 yakawezekana kwa siku 100? Kwa sasa kinachoshindikana ni kipi? Kwa sababu tunapozungumza bado Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tusitangaze sasa? Nashukuru sana. Kwanza nikupongeze kwa kuuliza swali ambalo kwa kweli ni gumu, lakini tutalijibu na majibu yake tunayo. Ni kweli kwamba why now? Ipo hivi, maendeleo ni mchakato endelevu. Unatatua changamoto moja, inaibuka nyingine. Ambacho kimefanyika katika miaka hii 5, na kwa kweli tangu kuanzia mwaka 2020 hata tangu mwaka 2015 wakati utekelezaji wa ilani hii, tumepanua sana huduma ya afya. Tulikuwa na vituo vya kutolea huduma hapa, ameongea vizuri Happy, 8,000 mpaka mwaka 2020. Sasa hivi tunazungumzia vituo hivyo mpaka 12,000. Hiyo tunazungumzia kuanzia kwa maana ya zahanati, vituo cha afya, hospitali ya wilaya mpaka hospitali za rufaa. Lakini sasa tunazungumzia, kwa mfano hapo ulikuwa unasikia tu story kuhusu MRA, unaikuta hapo Aga Khan. Saizi tunazo MRA kwenye hospitali zetu kubwa za Muhimbili hapa na za Kanda. Hivyo kwenye CT scan. Na ndio maana kwa watu wanaweza kufikiri kwamba labda magonjwa ya moyo yameongezeka sana, au saratani, au kisukari, au figo. Inawezekana kweli, lakini kitu kikubwa ambacho kimetokea pia ni kwamba tumeimarisha uwezo wetu wa kudiagnose. Tuna uwezo sasa wa kuweza kupima magonjwa haya ambayo zamani ilikuwa lazima uende India, uende South Africa ambao walikuwa wanaweza wachache tu. Kwa hiyo limetokea. Kwa hivyo tumepiga hatua kwenye eneo moja, unaposolve inaibuka changamoto nyingine. Na hii ya maiti sio changamoto, ni kero. Na kwa kweli sio sahihi kusema kwamba hospitali zinachaji maiti. Ni kwamba mgonjwa wetu tuliompeleka hospitali alitibiwa kwa gharama, na haturuhusu kimaadili katika nchi hii kwamba hatutakutibu mpaka ulipe. Haturuhusu. Ukishaugua utalazwa, utatibiwa na utapewa bili, ukishapona unalipa. Bahati mbaya ukifariki ndugu zako watalipa. Kwa hiyo kimaadili katika nchi huruhusiwi daktari kuzuia kupokea mgonjwa, iwe ni private ama kwenye serikali. Kwa hivyo kinachotokea pale ni kwamba kuna bili ya matibabu ambayo mgonjwa ambaye sasa bahati mbaya amefariki aliacha inayodaiwa. Sasa hii ni changamoto ambayo imeibuka, na kwa kweli imeibuka katika sisi wabunge tumeipokea sana. Kwa hiyo imebidi tuwasilishe kwamba hapana, tumekuwa tukisolve. Unaongea na waziri wa afya, wameweka utaratibu mgumu kidogo
utaratibu kwamba kama huna uwezo, nenda kwa serikali ya mtaa kuandikie barua, unaenda watakupunguza. Wamekuwa kipunguza. Hata jana mimi nakumbuka nimesolve kesi moja, walikuwa wanadaiwa milioni 9, wameandika wamepunguziwa mpaka kama 500,000 hivi, ndio wameweza kutoa mwili wa marehemu wakamzike. Kwa hiyo namba 1. Kwa namba 2, baada ya Mheshimiwa Rais kuipokea kero hiyo, ilibidi aifanyie kazi. Hasa nijibu maswali mawili. Why not now? Ni kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni swala la kisera na kibajeti, kwamba tayari bajeti zipo, hospitali zina bajeti zao. Ukisema kuanzia kesho hakuna kuzuia, lazima utoe jibu nani anayelipa hizo gharama ili hospitali isije zika collapse. Lakini la pili, kuna swala la sheria ya uchaguzi. Kumbuka amezungumzia akiwa kwenye jukwaa la kampeni, ni mgombea pale, alikuwa kama mgombea. Sheria yetu ya gharama za uchaguzi kipengele nadhani cha kwanza au cha pili kinazuia. Kwa hiyo mimi kama mbunge siwezi kwenda jimboni pale nikasema, watu wakasema hatuna maji, hatuna kisima, na wajengea kisima sasa hivi. Hiyo ni tafsiri kwenye sheria kama sheria ya rushwa. Kwa hiyo hata yeye pamoja kama ni rais yupo kwenye jukwaa la kuomba kura kama mgombea, angetamka hayo, ingetafsiriwa kwa sheria zetu kwamba ni rushwa, isingewezekana. Kwa hivyo lakini kibajeti na kisheria lazima atoe room. Kwa hiyo baada ya vile kiutaratibu civil service kazi yake ni kufuatilia vyama vya siasa vimeahidi nini kwenye ilani zao na hata kwenye kampeni. Wanakuwa na ilani zote. Kile chama ambacho kitashinda haraka sana lazima wabadilishe zile ahadi kuwa sera, kuwa sheria. Kwa hiyo hapa tunapozungumza kuna watu wanafanya kazi ndani ya civil service kwamba Mheshimiwa Rais ameagiza ndani ya siku 100 lifanyike. Kazi yao ni kutafsiri kisera, kisheria na kibajeti ili likamilike. Na sisi tunaamini kwa sababu tunaenda kushinda, tunaamini wataalamu wetu watalifanyia kazi mapema hili ili ndani ya siku 100 jambo hili liweze kukoma. Lakini wakati hili likiendelea, kama waziri sasa niseme, kama waziri tayari, waziri wa afya alishalitolewa maelekezo kama waziri kwamba hospitali zihakikishe kwamba zinapunguza kero hii kadri inavyowezekana, na tunaona kero inazidi kupungua jinsi ambavyo siku zinakwenda.